Msanii wa muziki wa Bongo Flava Harmonize kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweka ujumbe mfupi kwa kuonyesha kuchukizwa na kile ambacho kimefanywa na media ya Baba Levo. Hapa anaizungumzia Seven Media iliyowekwa kwenye interview ya Kusa. Tunafahamu kwamba Kusa na Harmonize wana track moja inayoitwa Kama Sio. Kwa hiyo kwa sasa hivi yuko kwenye media tour akizungumza na vyombo mbalimbali vya habari. Hivyo moja kati ya interview ambazo alifanya na Seven Media, title yake ilikuwa imeandikwa Kusa amchana Harmonize wimbo mpya na Diamond. Iliwekwa pale kona. Alikiba na kuendelea kwamba sisi watu wa media, Harmonize amekiri kwamba sisi watu wa media tunaweka title kwa ajili ya kumvutia mtazamaji, lakini kwa namna moja ama nyingine kuna namna tunaweza kuandika ikichukuliwa vibaya na kusikika kwa yule ambaye tumemlenga inaweza ikamkera. Na kwa Harmonize imekuwa hivyo. Ameposti title hiyo na kuandika We all love media, kwamba wote tunapenda media. Mchango wao ni mkubwa sana, ila kwa baadhi ya media za kiwaki sana hazizingatie weledi na madhara wanachokiandika kwa mtu husika. Na madhara yake wanachoangalia wao ni namba na maslahi binafsi. Kwa maana hiyo, Madam Rita alikuwa sahihi kuuliza hii ni media gani. Lengo lake ni kujua media yenye trust, chochote atakachokisema kitapelekwa katika jamii, maana ile kuwa sisi si wa jamaa sana, tunaishi kijamaa. Limeonekana kama dharau. Ukijiuliza nini kimefanya post ile video, ndugu mwandishi, hatukupa jibu zaidi ya kutaka aonewe huruma bila kujali anaharibu brandi ya mtu ambayo alitengeneza kwa miaka mingi. Ukweli mchungu wa hiyo media binafsi ndiyo kwanza ni ngeni wakina sisi tunaojua, because tunakutana na media kila siku, ila kiufupi inaanza bahati mbaya. Mama yangu hakuwa na PR wa kufanya organization. Tukiwa wa kweli kabisa, mfano wewe ndio Kusa, next time utashindwa kuuliza hili ni media gani. Kwa uchochezi huu media, ukiwa unajua kama unaanza, basi tambua kuna watu wanaotengeneza trust yao katika jamii kwa gharama kubwa sana. Swali lako linaweza kumfanya mtu aone kama sio maana katika jamii. Hivyo ni kwamba watu maarufu wengi wanaogopa kufanya mahojiano na media mpya. Yes, tunazihitaji sana ziendelee kuongezeka, ila kama unajijua unaanza, enda mdogo mdogo. Kaa karibu na media zilizotangulia zenye uzoefu na weledi zaidi. Ukifanya hivyo, utapata fursa ya kumhoji yeyote mdogo mdogo unayepenyeza maswali yako huku ukijenga weledi. All the best. Akaweka emoji ya peace na love, akaweka emoji ya kopa. Kwa hivyo Harmonize anaonyesha kwamba hajapendezwa na kitendo hichi, akaamua kukiweka, lakini pia amepeleka ujumbe kwa wale ambao wanaanzisha media ndogo. Basi wajitahidi kuhakikisha kwamba wanatengeneza trust kwa jamii, na hapo pia imegusa swala la Madam Rita kwa kile ambacho alikifanya. Amesema inawezekana kwamba kuna madhila anayopitia na changamoto zilizomkuta akizungumza vile. Wewe kwa upande wako una jambo lipi? Unaweza kutuwekea hapo kwenye uwanja wa comment. Usisahau kulike, comment na kusubscribe ili uweze kupata habari nyingi zaidi. Mimi ni Mea.